Kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, wananchi Yanga walishinda kwa mabao 3-0 dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa Airtel pale mkoani Singida. Lakini leo hii kwenye uwanja wa KMC Complex ifikapo saa 10 jioni ya leo hii, ambao ni muda mfupi tu umebaki kuanzia sasa, wananchi Yanga wana kibarua kigumu watakapokutana dhidi ya Singida Black Stars ambayo yenyewe imepania haswa kuhakikisha inapata pointi 3 muhimu ili kujiweka vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ni mechi ambayo macho masikio ya wafuatiliaji wa ligi kuu Tanzania bara yapo kwenye uwanja huo ili mwisho wa siku kuona nani atapata matokeo mazuri, kwa sababu kila timu inahitaji ushindi. Yanga kwa mara ya kwanza katika siku za karibuni imejikuta ikiwa katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Wako nyuma ya watani zao wa jadi Simba ambao hivi sasa wangali wakiongoza, Simba mnyama wakiwa na pointi 55, ilhali Yanga wako nafasi ya pili wana pointi 54. Kwa lugha nyingine, Yanga wamepitwa pointi moja na watani zao wa jadi Simba, huku wakiwa na mchezo mmoja wa kiporo ambao ndio huu wanacheza dhidi ya Singida Black Stars. Baada ya mchezo huo, manake kila timu itakuwa imebakiza mechi 6 kukamilisha ligi, na hivyo Yanga kama watapoteza, manake ni kwamba hatima ya ubingwa wanaojaribu kuutetea kwa mara ya 5 mfululizo haitakuwa tena mikononi mwao, bali kwa watani zao wa jadi Simba, kwamba wakati wao wakicheza mechi zao wakihitaji kushinda, lakini watakuwa wakati huo wakisubiria matokeo mabaya kwa watani zao hao wa jadi Simba ili waendelee kuwa na ndoto ya kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo, kwa sababu wakipoteza mechi wao watakuwa bado wako nyuma kwa pointi 1 kulinganisha na Simba. Sasa kwa Singida Black Stars, wao wako katika nafasi ya 4 kwa sababu nafasi ya 3 inashikwa na Azam, huku nafasi ya 4 wako Singida Black Stars, na wao mwenendo wao umekuwa wa shinikizo kuelekea mchezo wa leo kwa sababu wana pointi 38. Singida Black Stars inakabiliana na shinikizo kali kutoka kwa timu inayoshika nafasi ya 5 na nafasi ya 6, ambayo ni hapa unaikuta kuna TRA United pamoja na JKT Tanzania, ambazo hizi zote kila moja na pointi 37. Yes, 37. Kwa lugha nyingine, Singida Black Stars iko juu ya TRA na JKT Tanzania kwa tofauti ya pointi 1 tu, ingawa yenyewe imecheza mechi 23. Hizi TRA JKT zimeshacheza mechi 24. Ina kiporo. Kiporo chenyewe ni cha mechi hiyo ya saa 10 wakiwa ugenini dhidi ya Yanga. Wanatambua wazi kwamba Singida Black Stars ili kudumisha malengo yao ya kuwa miongoni mwa timu 4 za juu kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara na hatimaye kutoa tiketi ya kufuzu kwa michuano ya klabu ya Afrika ya kombe la shirikisho ama ligi ya mabingwa, ni lazima waendelee kuzipa presha Azam, Yanga na Simba, lakini kuziacha TRA na JKT Tanzania, kwa sababu wakipoteza mchezo leo hii, maana yake tofauti baina yao na TRA na JKT tabaki pointi 1, ambayo ni hatari, kwa sababu wakiteleza popote pale halafu moja wapo kati ya hizi kapata matokeo mazuri, maana yake Singida itakuwa nje ya top 4. Na ikumbukwe Singida Black Stars, TRA, JKT Tanzania zote hazina nafasi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kupitia kombe la shirikisho kwa sababu zimeshatolewa, na hivyo tiketi pekee wanaoisubiria ni kuwa miongoni mwa timu 4 za juu. Sasa kwa sababu hiyo Singida Black Stars watateremka dimbani wakiwa chini ya makocha Muhibu Kanu na Papi Kimoto, kocha waliyemtoa hivi karibuni akitokea klabu ya AS Manema kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wana kazi ya ziada kuhakikisha wanapata matokeo mazuri dhidi ya makocha wawili Abdi Hamid Mwalin pamoja na Patrick Mabedi wanaoiongoza Yanga kwa sasa. Katika mechi yao iliyopita, Yanga walipoteza kwa mabao 3-2 dhidi ya Dodoma Jiji pale jijini Dodoma, lakini wao Singida Black Stars mechi iliyopita walishinda dhidi ya Namungo bao 1-0, lakini hata mechi 2 nyingine za nyuma walishinda. Wako katika mwenendo mzuri na wanachojivunia ni pamoja na eneo lao la ushambuliaji, ambapo mchezaji wa kimataifa kutoka Burundi Mosi Ndohumwe amekuwa kwenye kiwango bora. Mechi 3 zilizopita amefunga mabao 5 kati ya ushindi mara 3 mfululizo waliopata Singida Black Stars. Sasa kwa sababu hiyo, matarajio ni kuona kwenye kikosi chao Yanga leo hii, baada ya golikipa kutakuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Ni mfumo ambao makocha Mwali na Mabedi wamekuwa wakiutumia ili kupata huduma kwa pamoja kutoka kwa Alan Okello,
kutoka kwa Mudathi Yahya Bass, lakini wakati huo wakihitaji huduma ya Maxim Pia Nzengeli, Peodo Pacome Zouzoua, lakini pia Prince Mpumelelo Dube ama Laurindo Depo. Kwa sababu hiyo mfumo wao baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ama baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu, ambao ulikuwa ukitumiwa pia mara kwa mara na kocha aliyefutwa kazi Pedro Gonçalves, wamejikuta wakiachana nao katika siku za karibuni wakitumia mfumo huu ili kupata huduma za wote nilotoka kuwataja. Lakini kwa Singida Black Stars pia matarajio ni kuona wakitumia mfumo huu wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Iko vipi kama itakwenda kama ilivyoonekana katika mpangilio wa kikosi cha Yanga katika siku za karibuni? Golikipa matarajio ni kuwa ni Djigui Diarra, anaweza akawa pale golini. Halafu beki wa kulia anaweza akawa Kwasi Atula Yao, akiwa Israel Patrick Mwenda, maana yake anakwenda kukabiliana na timu yake ya zamani kabla ya kujiunga na Yanga. Kwasi Atula Yao yupo kwenye kiwango bora, matarajio ndiye atakayekuepo hapa katika beki wa kulia. Lakini kushoto Mohamed Hussein Shabalala anaweza karejea, ameonekana yuko fiti, na miongoni mwa wale waliozungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huu wakiahidi kufanya kweli, yeye na kocha wake Mwale, na ambao ndio walizungumza na waandishi wa habari, ni pamoja naye Mohamed Hussein Shabalala. Alikosekana katika mechi kadhaa kutokana na majeraha na sasa yuko fit. Kama si yeye basi wapo kina Shadrack Sakaboka, yupo Kibwana Shomari, lakini kimsingi Shabalala kuna uwezekano akaanza. Halafu katika walinzi wa kati Ibra Baka atarajiwa endelee kuwepo. Nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto pia ameonekana akiwa fit na kufanya mazoezi na timu baada ya kukosekana, na hivyo haitashangaza kuona akianza kikosini, ingawa yupo Frank Asink kutekeleza jukumu hilo kama ilivyoonekana katika mechi za karibuni. Katikati matarajio ni kuona Zuke Oga Abuya akiendelea kuwepo pamoja na Mudathi Yahya Bass wakianza kama double pivot pale kati. Halafu upande wa pembeni kulia Maxim Pia Nzengeli, kushoto ni Peodo Pacome Zouzoua, wakati kwenye washambuliaji wawili matarajio ni kuona Alan Okello akiwa pamoja na Prince Mpumelelo Dube katika mpangilio huu ambao unamfanya Prince Mpumelelo Dube ndio kwenda kuwa katikati ya mabeki wakati wa Singida Black Stars, kujaribu kutengeneza nafasi, kujaribu kupata nafasi ya kufunga, lakini akidelay mipira na kutoa mipira ya pili ambayo Alan Okello atakuwa anakuja katika eneo hili akiwa anakwenda kushoto kulia kusubiri mipira ya pili, lakini pia ni mzuri katika ubunifu na kutoa assist. Mpaka sasa ameshafunga mabao 7, ametoa assist 7 akichangia mabao 14. Okello mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda aliyesajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo. Lakini Maxim Pia Nzengeli ana nishati ya kutosha kama ilivyo kawaida yake. Matarajio ni kuona atakapokuwa anashambulia atakuwa anacheza kati ya beki wa kati wa Singida na beki wa kushoto, huku akitoa nafasi kwa Kwasi Atula Yao kwenda kuongeza mapana ya uwanja kupiga crosses. Majukumu kama hayo anatarajiwa kuyafanya Peodo Pacome Zouzoua, akitoa nafasi kwa Mohamed Hussein Shabalala kwenda kupiga cross, kwenda kuongeza mapana ya uwanja, na wakati mwingine Shabalala pia ataingia ndani kuongeza idadi ya wale wanaoshambulia. Wakati Mudathi Yahya Bass matarajio ni kuona yeye anaposhambulia as a box to box, kama box to box midfielder, kiungo ambaye anakwenda juu wakati anashambulia na kurudi kwa haraka wanapozuia. Atakuwa muda mwingi akienda kuungana na kina Okello, Maxi, Dube, Pacome kuiletea matatizo Singida Black Stars na kutengeneza fursa za kufunga. Lakini kwa Zuke Oga Abuya matarajio ni kwamba atakuwa chezi sana mbali na kati ya uwanja, akitoa fursa ya kuungana na Ibra Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto ama Frank Asink kuhakikisha wanaendelea kuwa salama, kwa maana kwamba sasa Dube, Okello hayo maeneo hayo, Mudathir pia wakati wanashambulia, Maxim Pia Nzengeli, Kwasi Atula Yao wanaposhambulia kutokea upande wa kulia, yeye ndo atakuwa anaongeza mapana ya uwanja. Peodo Pacome Zouzoua, lakini Mohamed Hussein Shabalala kama mashambulizi yako kulia, yeye atakuwa anaishia maeneo ya kati na kuingiana ni kidogo. Zuke Oga Abuya anakuja kati, alafu walizi wa kati kina Ibra Baka wanakuja maeneo hayo kuhakikisha wanakuwa salama kukabiliana na mashambulizi ya kujibu. Lakini wanapozuia, shepu yao itakuwa kama inarudi ilivyokuwa awali, kuhakikisha wanakuwa salama na hivyo kuzuia as a team. Hapa washambuliaji wawili, lakini huyu Dube anakuja hapa, Pacome yuko hapa. Lakini kwa Singida Black Stars matarajio ni kuona goalkeeper ni kipa wa zamani wa Yanga Metacha Mnata, anaweza kaanza hapa golini. Halafu beki wa kulia mchezaji kimataifa kutoka Ivory Coast
Kofi Ande Cyril anatarajiwa kuanza hapo, alafu upande wa kushoto ni beki wa kimataifa kutoka Ghana Ibrahim Imoro anaweza kaanza hapo, wakati mabeki wa kati ni Abdulmalik Zakaria pamoja na Morris Uguchuku Chuku na Zakaria. Yes, wakawa mabeki wawili wakati katika mfumo huu unaokamilisha walinzi wanne. Halafu kwenye eneo la kiungo upande wa kulia matarajio ni kuona mchezaji wa kimataifa Lamine Jaju akiwa katika upande mojawapo. Halafu anayetokea upande wa kushoto ni Mosi Duumwe, mchezaji wa kimataifa wa Burundi aliye kwenye kiwango bora sana, aliwafungia mabao 5 katika mechi 3 zilizopita ambazo zote walishinda, ikiwamo dhidi ya Namungo aliyoshinda 1-0, bao pekee lilifunga yeye. Halafu katikati kijana wa Kitanzania Ahmed Pipino atajua kuwa miongoni mwao, pamoja na mchezaji wa kimataifa ambaye hivi karibuni amepata uraia wa Tanzania Emmanuel Kwame Keyeke atakuwa katikati. Wakati washambuliaji wawili ni Joseph Gede Ginadu pamoja na Linda Mtange, MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Sasa katika uchezaji wao matarajio ni kuona Linda Mtange akiwa anaenda mbele zaidi, halafu Joseph Gede anasubiri mipira ya pili kama mshambuliaji msaidizi nyuma ya Linda Mtange, au wanaweza wakabadilishana katika baadhi ya nyakati kwenye kucheza kwao. Lakini Lamine Jaju atakuwa anasababisha matatizo makubwa kwenye upande wa kulia, kumpa wakati mgumu beki wa kushoto Mohamed Hussein Shabalala ama Shadrack Sakaboka pamoja na beki wa kati Ibra Baka, kwa sababu ana kasi na ana uwezo mkubwa, amekuwa akitumika katika kutengeneza mabao ya Singida Black Stars. Lakini Andy Kofi Cyril ni mzuri sana katika kuongeza mapana ya uwanja kama wafanyavyo akina Kwasi Atuleyao, Izra Pati Kimwenda, Mohamed Hussein Shabalala, Shadrack Sakaboka, Kibwana Shomari, mabeki wa pembeni wa Yanga. Cyril ni chanzo cha ujenzi wa mashambulizi mengi ya Singida kama ambavyo anafanya Ibrahim Imoro kwenye upande wa kushoto, akitoa fursa kwa Ndumumwe kuingia ndani kwenda kuongeza idadi wanapokwenda kushambulia kwenye eneo la kati, akiungana na kina Joseph Gede Ginadu na Linda Mtange. Katikati Emmanuel Keyeke anakuwa anakwenda mbele zaidi, alafu Ahmed Pipino anakuwa akiungana na bebeki wake na Zakaria pamoja na Morris Uguchukuchuku kuhakikisha wanakuwa salama wanapokwenda kushambulia, lakini wanapozuia kama ilivyoonekana kwenye mfumo huu wa 4-4-2 ni kwamba watakuwa wanarudi. Matarajio ni kuona katika baadhi ya nyakati wanaweza wakapishana, lakini muda mwingi ni kuona kwamba Yanga ndio wanamiliki zaidi, lakini Singida Black Stars nao watakuwa wakifanya hivyo katika baadhi ya nyakati, kufanya mechi iwe nzuri, mechi yenye mvuto, mechi ambayo itaamua hatima kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwamba Yanga warejee tena kileleni baada wekundu wa Msimbazi Simba kushinda 2-1 katika mechi yao dhidi ya Coastal Union na hivyo kupaa kileleni, ama ikiwa sare Yanga wanaweza akawa bado juu ya Simba kutokana na tofauti ya mabao, kwa sababu head to head wao wenyewe wameshindwa kutoa mshindi msimu huu. Mechi ya mzunguko wa kwanza bila, mzunguko wa pili sare ya 2-2. Lakini kwa Singida Black Stars wakitoa sare watajiongezea pointi 1 na kuwa pointi 39 na kuacha kwa pointi 2 wanaowafuatia kwa karibu, kwa maana ya TRA United na JKT Tanzania. Lakini wakipoteza kama tulivyotoka kueleza awali, wanajihatarisha kwa sababu tofauti ya pointi 1 baina yao na wanaowafuatia TRA na JKT Tanzania ni hatari, kwa sababu wakija kuteleza tena watajikuta wanapitwa na kudondoka kutoka katika nafasi hiyo ya 4. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.